السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حضرت sallallahu alaihi wasallam. Hazrat Amirul Mominin Mwenyezi Mungu amsaidie sana anasema, nilikuwa naeleza kuhusu sira ya mtume mtukufu sallallahu alaihi wasallam na kipengele cha tauhidi wakati wa ushindi wa Makka. Maelezo ya kubomoa masanamu yamekwisha elezwa kwenye hutuba zilizopita. Haya yote alifanya mtume sallallahu alaihi wasallam ili kutangaza tauhidi ya Mwenyezi Mungu, akiwaambia kwamba masanamu mnayo ya abudu, hii ndiyo hali yao. Hivyo sisi tuliona kwamba katika Makka masanamu makubwa makubwa ya washirikina kama vile Manat, Uzza, Sawa yote yalibomolewa. Kwa mujibu huo, kuhusu sanamu la watu wa Taif liitwalo Lat, kuna riwaya moja inayopatikana hivi: watu wa Taif kuhusu sanamu lao Lat ambalo walikuwa wakiliita kwa jina la Rabba, yani dewi, walimwomba mtume saa salam kwamba sanamu hili lisibomolewe kwa miaka 3. Lakini ghera ya tauhidi ya mtume sallallahu alaihi wasallam haikukubali hilo. Watu wa Taif wakamwomba kwamba angalau kwa mwaka moja msilibomoe, lakini mtume sallallahu alaihi wasallam akakataa. Kisha wakaomba kwamba utoe ruksa ili sanamu hili lisivunjwe angalau kwa mwezi moja, ili watu waingie katika Islam, na wapumbavu na kina mama kwa sababu ya kuvunja sanamu hili wasiende mbali na Islam. Lakini mtume sallallahu alaihi wasallam hakutoa ruksa yake, na akapeleka Abu Sufyan na Mughira bin Shoba na kuvunja sanamu hili. Ghera yake ya tauhidi haikuvumilia kwamba masanamu haya ya baki, ilhali utawala wa Kiislam umekwisha stawi. Abul Hayaj Asdi anasimulia kwamba anasema, Hazrat Ali bin Abi Talib aliniambia kwamba je, nisikupeleke kwenye kazi fulani ambayo mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa amenipeleka? Wewe usiache sanamu lolote isipokuwa ulivunje, na usiache kaburi lolote isipokuwa ulisawazishe, kwani vitu hivi ni kinyume cha tauhidi, na katika utawala wa Kiislam vitu hivi haviwezi kuvumiliwa. Lakini ni masikitiko makubwa kwamba siku hizi idadi kubwa ya Waislamu badala ya kumwomba Mwenyezi Mungu wanaenda kuwaomba watu waliozikwa kwenye makaburi, na katika swala hilo wanatia chumvi sana. Hakuna mashaka ndani yake kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam ili kusimamisha tauhidi alipambana na kaumu moja ya washirikina ya Makka, na kisha akatakasa Kaaba tukufu
kutoka masanamu 360. Lakini pamoja na hayo mtume salallahu alaihi waalaihi wasallam ili kustawisha tauhidi katika mioyo ya waislamu alifanya jihadi azim yenye baraka, na kwa kupitia nguvu yake tukufu akaanzisha jumuiya moja. mtume salallahu alaihi waalaihi wasallam aliwalea maswahaba zake kwa njia nzuri sana ili hata chembe cha ushirikina ikisipatikane katika fikra ya mtu yeyote, na akawakataza maswahaba akisema kwamba wao wasitie chumwi katika kumsifu nabii salallahu alaihi wasallam. hata ibni abbas anasimulia ya kwamba yeye alimsikia umar akisema akiwa juu ya mimbari kwamba nilikuwa nimemsikia mtume saa salam akisema kwamba msitie chumwi katika kunisifu kama ambavyo wakristo walikuwa wametia chumwi katika kumsifu mwana wa mariamu. mimi ni mja wa mungu tu, nini museme kwamba mja wa mungu na mtume wake. hat abdullah bin umar anasimulia ya kwamba mtume salallahu alaihi wasallam alienda kukutana na umar bin khatab. huyu alikuwa anasafiri katika msafara moja na alikuwa anakula kiapo cha baba yake. mtume saa salam alisema, sikilizeni, mwenyezi mungu anawakatazeni kwamba muule viapo vya mababu zenu. mtu anayetaka kula kiapo ale kiapo cha mungu, la sivyo akae kimya. hakuweza kuvumilia kwamba zidi ya tauhidi ya mwenyezi mungu kitu chochote hafifu kiwekwe. kuhusu darja ya mtu mwenye kutamka kalima ya tauhidi, katika riwaya moja imeelezwa hivi: ubaidullah bin adi bin khayar alisimulia kwamba hat miqdad bin amar kindi na wenza wa banu zuhra ambao walikuwa wenza wa banu zuhra, na alikuwa miongoni mwa watu ambao walishiriki pamoja na mtume saa salam katika badar. yeye alimwambia kwamba miqdad akamwomba mtume saa salam akisema kwamba niambie, ikiwa katika makafiri ni pambane na mtu fulani na sisi tupigane, na huyu anipige juu ya mkono moja katika mikono miwili na au kate, kisha aende kujificha nyuma ya mti na aseme kwamba nimesilimu kwa ajili ya mungu ya rasulllah salallahu alaihi wasallam. je sasa ni muwe? alipotamka kalima, baada ya hayo aliyotamka yeye, mtume salallahu alaihi wasallam alisema kwamba usimue. hat miqdad alisema kwamba ya rasulllah salallahu alaihi wasallam, huyu amekata mkono wangu mmoja, na baada ya kukata mkono alitamka kwamba la ilaha illallah. mtume salallahu alaihi wasallam alisema usimue, kwani kama ukimua yeye basi huyu atakuja kwenye daraja yako uliyokuwa nayo kabla ya kumua yeye, na wewe utaenda kusimama kwenye daraja yake ambayo alikuwa nayo kabla ya kutamka kalima ile aliyotamka. hivyo maswahaba wote waliokuwa wa zamani, kama mmoja wao alitenda kitendo kama hicho, mtume saa salam akakasirika sana juu yake. lakini muone hali ya mashekh waleo nchini pakistan wahamadia, japo wanatamka kalima lakini namna wanavyozulumiwa. zulma hii haina mipaka yake. uamuzi wa watu hawa wenye kutenda zulma katika riwaya hii mtume salallahu alaihi wasallam ameutoa, ameueleza kwa vyote vile. watu hawa ambao wanaendelea kufuata mashekh mwenye misimamo mikali wanapaswa kutafakari juu ya riwaya hiyo. kisha katika swala hilo hilo katika riwaya moja inapatikana hivi: usama bin zaid anasimulia
alisema kwamba mtume salallahu alaihi wasallam alitupeleka kwenye safari fulani. wakati wa asubuhi tulifika katika urqat wa juhena. urqat kwenye maeneo ya juhena ilikuwa ni kijiji kimoja. mimi nikaenda kumkuta mtu fulani. huyu alitamka la ilaha illallah, lakini mimi nikampiga kwa mkuki wangu. kisha kwa sababu ya amali hiyo nikapata wasiwasi. alikuwa ametamka la ilaha illallah na mimi nikamua. nikaaja kumwambia mtume salallahu alaihi wasallam habari hiyo. mtume salallahu alaihi wasallam alisema kwamba je, alikuwa amesema la ilaha illallah na wewe ukamua? nikasema ya rasulllah, huyu alikuwa ametamka kwa sababu ya hofu ya silaha. mtume alisema kwamba kwa nini huku pasua moyo wake ili ungejua kwamba alikuwa ametamka kutoka moyo wake au la. mtume salallahu alaihi wasallam akaendelea kukariri jambo hili mbele yangu hata nikatamani kwamba laiti ningesilimu siku hiyo hiyo tu. riwaya moja inaeleza hivi: jabir anasimulia kwamba mtu mmoja akaja kwa mtume salallahu alaihi wasallam na alisema kwamba ya rasulullah salallahu alaihi wasallam, ni vitu gani viwili ambavyo vinaweza kuwajibisha janna na jahanamu? mtume alisema kwamba mtu aliyekufa katika hali hii kwamba hamshirikishi allah na chochote ataingia peponi, na mtu aliyekufa katika hali hii kwamba alikuwa anamshirikisha mungu na chochote ataingia motoni. mahmud bin labid anasimulia kwamba mtume salallahu alaihi wasallam alisema kwamba mimi nawahofieni kitu ambacho ni ushirikina mdogo. masahaba walisema kwamba ewe mtume wa allah, ushirikina asghar ni upi? mtume saa salam alisema kwamba kujionyesha siku ya kiama. watu watakapopewa malipo ya matendo yao, mwenyezi mungu atawaambia kwamba watu ambao mlikuwa mnawaonyesha, yani shughuli zenu mlikuwa mnazifanya ili kuwaonyesha wengine, basi mwende kwao na muone je mnapata malipo yote kutoka kwao. mwende mkawaombe wao wawapatie ni malipo, halafu muone wanawapatie ni kitu gani. hivyo kwa ajili ya kuchukua faida na kuwasifu watu kwa njia isiyo sahihi ni kama kuwaleta zidi ya mwenyezi mungu, na huo ni ushirikina, jambo ambalo mwenyezi mungu halipendi kabisa. hata abdullah anasema kwamba aya hii iliposhuka, allazina amanu walam yalbesu imanahum bizulm, wale walioamini na hawakuchanganya imani yao pamoja na zulma. masahaba wa mtume walisema kwamba miongoni mwetu nani asiye zulumu? watakwepo wengi wetu ambao labda wanakuwa hawajui na wanafanya zulma. kisha mwenyezi mungu alisema kwamba inna shirka la zulmun azim, kwa yakini ushirikina ni zulma kubwa. jibu hili likaja kutoka kwa mungu kwamba ushirikina ni zulma kubwa sana, hivyo kukitegemea kitu chochote min ghairi ya allah ni ushirikina. yatupasa kuona kwa umakini kwamba je, tuna kipengele chochote cha ushirikina, kwani hiyo ni zulma kubwa sana. katika maelezo yake kwenye bukhari, waliullah shah saheb ameandika maelezo ya sahih bukhari, na humu ameandika kwamba inna shirka la zulmun azim, maana ya zulma ni wazu shay fi ghairi mauzihi, wazau shay fi ghairi mauzihi, yani kuweka kitu fulani juu ya mahala pasipofaa. kila aina ya hulka mbaya na mambo yasiyo halali yanaingia katika mafhumu ya zulma. kufrun duna kufr, chini ya mada hii ushirikina umetajwa kuwa kufuru kubwa, na hata hulka mbaya pia imetajwa kama kufuru. huo ni uzito wake na undani wake. na kisha chini ya mada ya zulmun duna zulmun akiweka ushirikina chini yake alisema kwamba kwa nini ushirikina ni dhambi azim, kwani
katika swala hilo sifa za mwenyezi mungu sifa makhsus yani uungu unanasibishwa na wengine yani ibada upendo utii vitu ambavyo ni haki ya mwenyezi mungu wengine wanashirikishwa mle na mtu aliyekuwa mja wake na alikuwa amekuja ili kutimiza matakwa yake akiwa mtumishi wa nafsi yake au mtumishi wa watu kama yeye au watu walioduni anajiangusha kutoka daraja ile ambayo alikuwa ameumbwa ili kusimama juu yake katika haki za wanadamu anapopita mipaka pia ni zulma na katika haki za allah pia kuhusu swala hili pia anafanya zulma katika haki za wanadamu zulma anayofanya anafanya lakini katika haki za mungu kuto kutekeleza haki zake pia ni zulma huo ni mafhum ya zulma inayopatikana katika ushirikina ushirikina kimsingi ni wenye kuangamiza daraja iliyo juu ya mwanadamu akieleza kwa kupitia aya na hadisi imam bukhari amesema kwamba imani kamili ni ile ambayo inakuwa imetakaswa na ushirikina ulaika lahumul amno wahum muhtadun imani kamili na mwongozo ni sehemu ya watu ambao katika imani yao isiwe aina yoyote ya ushirikina imani haikamiliki hadi matendo mema yawe pamoja naye na isiwe na kila aina ya zulma kwani ushirikina na zambi na kufuru wa kila aina inaendelea kuchafua imani hicho ni kiwango cha kusimama imara juu ya tauhidi na kujitakasa kutoka ushirikina kiwango ambacho mtume saa salam ametuambia abu huraira alieleza kwamba mtume salallahu alaihi wasallam alisema mwenyezi mungu anasema mwana adamu alinikazibisha na haikufaa kwa ajili yake na akanitukana na haikufaa kwa ajili yake na namna alivyonikazibisha ni kusema kwake kwamba mimi sitamuumba tena kamwe yani katika akhira yani huyu anakataa akhira na hiyo ni kama kumkazibisha mungu kama ambavyo nilikuwa nimemuumba mwanzoni na kutukana kwake ni kutamka kwake kwamba mungu amepanga mwana ilhali mimi sikuumba wala kuumbwa na hakuna anayefanana nami yani huyu hakumuumba yote wala hakuumbwa na hakuna mshirika katika sifa zake akieleza ufafanuzi wa sura ikhlas almasihi maud se moja anasema kwamba mwenyezi mungu anasema allahu samad allah ni dhati ambaye wote wanamhitaji yeye na huyu hahitaji yeyote anasema kwamba maandiko hayo mafupi ambayo hata si katika mstari mmoja tu muone kwamba kwa uzuri wa namna gani imeelezwa kwamba mwenyezi mungu ametakaswa na ushirikina wa kila aina yani sura hii imemtakasa mwenyezi mungu kutoka kila aina ya ushirikina na maelezo yake ndiyo haya kwamba kwa mujibu wa akili kunakuwa na ushirikina katika mambo manne saa nyingine kushiriki kunakuwa kwa mujibu wa idadi yani katika idadi wawe 1 2 3 mara inakuwa kwenye daraja mara inakuwa kwenye nasaba mara inakuwa kwenye kitendo na athari hivyo katika sura hii imeelezwa kwamba mwenyezi mungu ametakaswa na aina zote 4 za ushirikina na imeeleza wazi kwamba katika idadi yake ni 1 tu na si 2 3 na huyu ni samad yani katika dhati yake wahitaji wengine na daraja yake
na haja yake yani kuhitaji kwake katika swala hilo huyu ametakaswa na vitu vyote vingine vinamhitaji yeye ambavyo katika zati yao ni vyenye kuisha vyenye kuangamia lakini mwenyezi mungu ni tangu daima dawamu na daima atabaki na vitu vyote vya dunia ambavyo siku moja vitakwisha vinamhitaji yeye na huyu ni lam yalid hana mwana yeyote ili akiwa mwana awe mshirika wake na huyu ni lam yulad na hana baba ili huyu baba asiwe mshirika wake walam yakun lahu kufuwan ahad na katika mambo yake hakuna mwenye kusimama mbele yake hivyo kwa mujibu huo alisema kwamba mwenyezi mungu ametakaswa na aina zote nne za ushirikina na ni wahdahu la sharik hat aisha razillah anha alieleza kwamba nabii sallallahu alaihi wa alihi wasallam alimtuma mtu mmoja kama amiri katika safari fulani huyu katika swala yake wakati wa kuswali swala wakati wa kusoma sura alikuwa anasoma qul huwallahu ahad watu wale waliporejea wakaja kumwambia mtume salallahu alaihi wasallam habari hiyo mtume salallahu alaihi wasallam alisema kwamba mumuulize mtu huyo kwamba kwa nini alikuwa anafanya hivyo hivyo wakaenda kumuuliza na yeye akasema kwamba kwa kuwa sura hii inazungumzia sifa za rahman na mimi napenda kwamba nisome mtume salallahu alaihi wasallam alisema kwamba nendeni mkamwambie kwamba mungu anampenda hili ni tangazo la tauhidi ya mwenyezi mungu basi asikilize kwamba allah pia anampenda maswahaba namna walikuwa wakimpenda mwenyezi mungu na tauhidi mifano yake inapatikana iliyojaa maarifa riwaya moja inapatikana hivi hat anas bin malik alieleza katika answar mtu moja alikuwa anawasalisha katika msikiti wa quba na alipokuwa akisoma sura katika sala alikuwa anaanza na kul huwallah hadi alikuwa anaihitimisha na kisha alikuwa anasoma sura nyingine na alikuwa anafanya hivyo kwenye kila raka kisa cha kwanza kilikuwa ni kuhusu msafara uliopelekwa katika safari na mfano huu ni wa imam ambaye alikuwa anafanya hivyo wenzake wakaenda kuongea naye wakasema kwamba wewe unasoma sura hii kisha unafikiri kwamba hiyo itakuwa haikutosha kwa ajili yako hadi unasoma sura nyingine sasa wewe usome sura ikhlas peke yake au uiache na usome sura nyingine imamu huyu akasema kwamba mimi siwezi kuiacha kama mnapenda kwamba mimi niwe imamu wenu katika hali hii basi nitakuwa imamu wenu na kama hampendi amali hiyo yani kusoma kwangu kwa sura hiyo basi mimi nawaacheni tu mimi sihitaji uimamu wenu mtu huyo wao walikuwa wanamchukulia kwa mtu bora na walikuwa hawapendi kwamba mtu mwingine awe imamu wao mtume salallahu alaihi wasallam alipowajia wao wakaenda kumwambia mtume saa salam kwamba mtu huyu anasoma sura ikhlas kwenye kila raka kabla ya sura yote mtume alisema kwamba ewe mtu fulani jambo ambalo wenzako wanakuambia jambo gani linakuzuia kulifuata na kitu gani kinakushawishi kwamba usome sura hii kwenye kila raka mtu huyu alisema kwamba ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam mimi napenda sura ikhlas mtume sallallahu alaihi wasallam alisema kwa yakini upendo wake umekuingiza katika pepo yani upendo wa sura ikhlas umekuingiza peponi nguvu tukufu ya mtume sallallahu alaihi wasallam na malezi yake yalikuwa yamewafanya masahaba kuwa mnara wa kuonyesha njia ya tauhidi katika riwaya ya bukhari inapatikana hivi kwamba sura hiyo mtume sallallahu alaihi wasallam ameitaja kuwa suratul quran ni sehemu ya tatu ya qurani tukufu katika maelezo yake muslim maud ameandika hivi kwamba
muradi wake sio huo tu kwamba sura hii ni sehemu ya tatu ya Qur'an tukufu kwa ujumla, bali muradi wake ni kwamba mada yake ina umuhimu makhsus. Kwa kusoma Qur'an tukufu na hadisi tunapata kujua kwamba katika zama ya mwisho fitna kubwa zilikuwa zitokee. Moja fitna ya kidajjali na fitna nyingine ya yajuj na majuj, na fitna hizi mbili zilikuwa zipambane na uislamu moja baada ya nyingine. Fitna moja ina itikadi ya miungu mitatu, yani Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Takatifu, na fitna ya pili ni ya udhaharia. Qur'ani tukufu imekataa katakata fitna hizi mbili na imeeleza itikadi sahihi. Qur'ani tukufu imejaa na sifa ya Mwenyezi Mungu aliye mmoja, na pia inaunga mkono itikadi hii kwamba Mwenyezi Mungu ni moja na ana sifa zote. Na Qur'ani tukufu inakataa katakata itikadi hii kwamba Roho tukufu ni Mungu au Mwana ni Mungu, kana kwamba Qur'ani tukufu imeunga mkono na itikadi hii kwamba Mungu ni moja, na imekataa itikadi nyingine kwamba Mwana ni Mungu na Roho tukufu ni Mungu. Hivi jambo hili ni wazi kwamba kwa kuwa kuunga mkono na itikadi hii kwamba Mungu ni moja ni sehemu ya tatu ya Qur'an tukufu, hivyo sura Ikhlas pia ni sehemu ya tatu ya Qur'an tukufu. Kwa hakika kazi ya Qur'an tukufu ni kuthibitisha tauhidi na kufuta itikadi zisizo sahihi. Hivyo sura hiyo imeeleza mada hii kwa ufupi, lakini pamoja na maneno mazuri, jambo ambalo linathibitisha uongo wa itikadi batili na imeeleza uhakika wa tauhidi. Hivyo sura hiyo imekuwa sulus Qur'an, bali imekuwa sawa na Qur'an tukufu nzima. Hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam kuitaja kwake sura hii kama sulus Qur'an sio kama kutia chumvi, bali kwa mujibu wa umuhimu wa mada yake ameeleza hivi. Sayyidina Ahmad rasatu wassalam anasema kwamba kwa yakini muelewe ya kuwa tauhidi ya kweli inaweza kupatikana kwa kumpitia nabii sallallahu alaihi wasallam, kama ambavyo nabii wetu sallallahu alaihi wasallam akiwaonyesha madhaharia wa arabuni maelfu ya nishani za kimbingu akawafanya kumkubali Mwenyezi Mungu, na hadi sasa wenye kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam kweli kweli wanaweka mbele ya madhaharia nishani hizi. Jambo hili ni la kweli kwamba maadamu mtu hashuhudi nguvu zilizo hai za Mungu aliye hai, shetani hatoki moyoni mwake wala tauhidi ya kweli kuingia moyoni, na anaweza kukiri dhati ya Mwenyezi Mungu kweli kweli. Na tauhidi hii tukufu na kamili inaweza kupatikana kwa kumpitia Mtume sallallahu alaihi wasallam tu. Katika zama hizi wale ambao wanakubali kwamba Mungu ni mmoja, lakini wamegeuza macho yao kuhusu tauhidi, fitna ya yajuj na majuj na fitna ya dajjal ni fitna za nje, lakini hata kwa Waislamu pia uelewa wa tauhidi ya kweli haukubaki. Hivyo katika hali kama hizi ilikuwa imekadiriwa na kutabiriwa kwamba mtumishi mkweli wa Mtume sallallahu alaihi wasallam atakuja katika sura ya Masihi aliahidiwa na Mahdi Maud, na kwa mujibu wa ahadi ya Mungu alikuja na akapambana na kila aina ya shambulio la tauhid, shambulio zidi ya tauhidi. Hivyo sisi tunaweza kutimiza haki ya bayati pale ambapo tutakuwa wenye kuamini tauhidi ya kweli. Hat Masihi Maud alipoanzisha jumuiya yake Machi 23, huu ni mwezi wa Machi tunaoendelea kupita, na kwa mujibu wa Machi 23 sisi tunafanya mikutano ya Masihi aliahidiwa. Sisi tunafanya hivyo kwamba
mtumishi mkweli wa mtume saa salam ambaye mwenyezi mungu amemtuma kwa mujibu wa ahadi yake ametuma ili kusimamisha tauhidi. hivyo yeye alipoanzisha jamaati yake na sisi tukifanya baiati yake tumefanya ahadi kwamba sisi daima dawamu tutasimama kidete juu ya tauhidi na tutaweza kutimiza haki ya tauhidi ya kweli pale ambapo kila mmoja wetu katika zati yake na kwenye familia yake na katika jamii yake atafanya juhudi ili kusimamisha tauhidi. mwenyezi mungu awajalie waislamu wote kwamba wao pia wakimkubali imamu huyu wa zama wasimamishe tauhidi na wavunje fitna za yajuja na majuja na dajjal, fitna ambazo zimewashambulia kwa kasi. kwa mujibu wa isra ya mtume saa salam riwaya moja imeelezwa hivi. abdullah bin masud anasimulia kwamba mtume salallahu alaihi wasallam alisema, nilikutana na ibrahim usiku ule nilipopata isra. yeye alisema kwamba e muhammad salallahu alaihi wasallam, kwa niaba yangu uwapatie umma wako salam na uwaambie kwamba pepo ni yenye udongo mtukufu na yenye maji matamu na ni medani iliyopana na miti yake ni subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah na allahu akbar. hivyo muumini anapaswa kukumbuka kumbukumbu hizi na mawaiza haya kwa undani na pamoja na kupata uelewa wa tauhidi ya mwenyezi mungu, ndipo atafanikiwa. katika riwaya moja hadisi hii imeelezwa, Anas bin Malik anasimulia kwamba nilimsikia mtume sasa akisema kwamba mwenyezi mungu alisema, e mwana adamu, dua uliomba kutoka kwangu na ukawa na matumaini kutoka kwangu, mimi nimekusamehe pamoja na hayo ulio nayo, na mimi siyajali, yani bado hata kama utakuwa na mapungufu, lakini mimi nakusamehe, kwani wewe umeomba kutoka kwangu. e mwana wa adamu, hata kama mazambi yako yafikie hadi mbinguni, kisha uniombe msamaha, mimi nitakusamehe, na mimi sijali kwamba una mazambi kiasi gani ambayo ni ya samehe. mwenyezi mungu ni mmiliki, anaweza kumsamehe. alisema kwamba ewe mwanadamu, kama uje kwangu pamoja na mazambi sawa na ardhi na kisha ukutane nami katika hali hii kwamba usiwe mwenye kunishirikisha na yeyote, basi mimi nitakuletea maghufira. hata kama una mazambi sawa na ardhi, lakini kama hukunishirikisha yeyote na unaniogopa na unatangaza tauhidi yangu na unafanya juhudi ya kufuata, basi nitakusamehe, nitakupatia maghfira. hivyo mazambi yote mwenyezi mungu anayasamehe mtu anapoenda kwake kwa kunyenyekea, lakini sharti ni hili kwamba asiwe mwenye kumshirikisha na yeyote na awe mwenye kutimiza haki ya tauhidi yake. pia ni muhimu, kama nilivyotoa mfano, kwamba kuamini hakutoshi, bali atalazimika kuthibitisha kwa matendo yake kwamba mwenyezi mungu ni mmoja. hivyo kuhusu daraja tukufu ya tauhidi, riwaya moja imeelezwa hivi. abu said khudri anasimulia kutoka kwa mtume salallahu alaihi wasallam kwamba mtume sallam alisema, hat musa alisema, ewe mungu wangu, unifundishe kitu ambacho kwa kupitia kwacho ni kukumbuke na pia niombe dua kutoka kwako. mwenyezi mungu alisema, e musa, sema la ilaha illallah. hat musa akasema kwamba ewe mungu wangu, waja wako wote wanatamka hayo, wote wanatamka la ilaha illallah. mwenyezi mungu alisema kwamba sema la ilaha illallah. hat musa alisema kwamba hakuna apasaye kuabudiwa isipokuwa wewe. ewe mungu wangu, mimi nataka jambo ambalo liwe makhsus kwa ajili yangu. mwenyezi mungu alisema kwamba e musa, kama mbingu saba na wenye kuishi humo na ardhi saba ziwekwe katika mizani upande moja, yani vitu vyote min ghairi yangu, dunia nzima na ardhi saba
viwekwe katika mizani upande moja na la ilaha illallah iwekwe upande wa pili, la ilaha illallah itakuwa nzito kuliko vitu vyote ambavyo vinapatikana katika ardhi na mbingu. upande wa la ilaha illallah mizani itakuwa nzito. hatmasihi maud akieleza jibu la shutuma moja anaeleza uhakika wa kalima la ilaha illallah na anasema kwamba mafundisho ya nabii sallallahu salam ndiyo haya kwamba la ilaha illallah muhammad rasulullah. kwa kutamka kalima hiyo mazambi yanaondoka. jambo hili ni la kweli na huu ni uhakika kwamba mtu ambaye anamwamini mungu kuwa mmoja asiye na mshirika na anaamini kwamba muhammad sallallahu salam ametumwa na mwenyezi mungu, bila shaka kama atakufa juu ya kalima hiyo atapata wokovu. chini ya mbingu mtu hawezi kupata wokovu, na nani atakuwa mpumbavu ambaye afikiri hivi? lakini kumwamini mungu kuwa mmoja asi na mshirika na kumfikiria kwamba huyu kwa kufanya rehema na huruma kwa ajili ya kusalimisha dunia kutoka upotevu amemtuma mtume wake ambaye jina lake ni muhammad mustafa sallallahu salam. hiyo ni itikadi ambayo kuiamini giza la roho linaondoka na ubinafsi unaondoka na tauhidi inakuja kuchukua nafasi yake, na kisha jaziba ya tauhidi inaenda kutawala moyo mzima, na katika dunia hii maisha ya pepo yanaanza. kama mnavyoona kwamba kwa sababu ya nuru zulma yani giza linaondoka, vivyo hivyo nuru ya la ilaha illallah inapoenda kuanguka juu ya moyo, basi giza la nafsi linaondoka. uhakika wa zambi sio zaidi ya hiyo tu kwamba kwa sababu ya ubinafsi na jaziba yake nafsi inachemka, na kisha mtu anapofanya hivyo ye anaitwa mtu mwenye dhambi. mtu anapofanya matendo kama hayo anakuwa mtu mwenye mazambi. na maana ya la ilaha illallah ambayo tunapata kujua kwa mujibu wa lugha kwamba la matluba li wala mahbuba li wala mabuda li wala mutaa li illallah, yani sina mpendwa wala kipenzi wala maabud na yule ambaye ninamfuata isipokuwa mwenyezi mungu. sasa ni dhahiri shahiri kwamba maana hii ni kinyume na zidi kabisa na uhakika wa zambi na chanzo cha zambi. hivi mtu ambaye atayafuata kwa moyo wake wote na atashika kwa ikhilasi, basi mafhum nyingine itaondoka kutoka kwa moyo wake, kisha jambo jingine halitabaki moyoni mwake, kwani huyu atafuata amri za mungu, atakiri tauhidi yake, kwani vitu vinavyopingana haviwezi kujumuika mahala pamoja. hivyo hisia za ubinafsi zilipotoka moyoni mwake, hiyo ndiyo hali ambayo inaitwa utakaso wa kweli na kumwamini yule aliyetumwa na mungu, ambayo ni mafhum ya juzu ya pili. hiyo pia inahitajika ili mtu huyo aamini juu ya kalamu ya mungu, kwani mtu anayekiri kwamba anataka kuwa mtifu wa mungu ni muhimu kwake kwamba yeye aamini amri za mwenyezi mungu, na hawezi kuamini amri zake mpaka amwamini mtu ambaye kwa kupitia kwake amri za mungu zimekuja duniani. hivyo huo ni uhakika wa kalima. hat abu musa ashari anasimulia ya kwamba nabii karim sallallahu alaihi wasallam siku moja alitoa hutuba akisema kwamba jiepusheni na ushirikina, kwani huo ni nyembamba hata kuliko mguu wa sisimizi. mtu mmoja akamwambia kwamba ewe mtume wa allah, kivipi tunaweza kujiepusha nao hadi huo ni mwembamba kuliko hata mguu wa sisimizi? mtume alisema, someni dua hii: allahumma inna nauzu bika min an nushrika bika shaian nalamuhu wa nastaghfiruka lima la nalamu.
e allah tunakuja kwenye uhifadhi wako katika jambo hili kwamba tukushirikishe na yeyote tukijua na katika hali ya kutokujua pia tuna kuomba msamaha daima mwendelee kumwomba msaada. abdurahman bin abza anasimulia kwamba mtume salaa salam alisema alipokuwa naamka asubuhi alikuwa nasoma dua hii asbahna ila fitrati lislami waala kalimati likhlasi waala dini nabiyina muhammadin sallallahu alaihi wasallam waala millati abina ibrahim hanifan musliman wama kana min almushrikin. sisi tumeamka juu ya asili ya islam na juu ya kalima ya tauhidi na juu ya dini ya nabii muhammad saa salam na juu ya mila ya baba yetu ibrahim ambaye alikuwa muislamu na hakuwa mshirikina. yani wakati wa kuamka asubuhi daima mumkumbuke mwenyezi mungu. abdullah bin masud anasimulia kwamba wakati wa jioni mtume alikuwa anaomba dua hii amsena wa amsil mulka wa amsil mulku lillahi walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. sisi tumeingia jioni kwa ajili ya mwenyezi mungu na sifa zote njema zinamhusu mwenyezi mungu. hakuna apasaye kuabudiwa isipokuwa mungu, huyu ni moja na hana mshirika wake. abdullah bin burada asalmi anasimulia kutoka kwa baba yake kwamba huyu alieleza kwamba nabii saa salam alimsikia mtu mmoja alikuwa anaomba dua hii na alikuwa anasema kwamba e allah mimi naomba kutoka kwako kwa kupitia jambo hili kwamba mimi natoa ushahidi kwamba wewe ndiwe allah, hakuna apasaye kuabudiwa isipokuwa wewe. wewe ni mmoja na hukuumba wala kuumbwa na hakuna anayefanana nawe. mtume kwa kusikia dua hii alisema kwamba naapa kwa dhati ambaye uhai wangu u mkononi mwake, yeye amemwomba mungu kwa kupitia ismi azam. ismi azam ambayo mtu akiomba dua kwa kutumia hiyo mungu anakubali na anampatia. hata asma binti umes anasimulia kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam aliniambia ya kuwa je nisikufundishe maneno ambayo usome wakati wa shida na karaha. maneno haya ndiyo haya kwamba allah allahu rabbi la ushiriku bihi shaya, allah allah ni mungu wangu na mimi si mshirikishi naye chochote. watu wanauliza kwamba katika shida wasome nini. hiyo pia dua moja. riwaya moja inaelezwa hivi. ibni abbas anasimulia kwamba nabii sallallahu alaihi wasallam wakati wa hofu alikuwa anafanya dua akisema la ilaha illallah la ilaha illallahu lazim la ilaha illallahu rabu samawati wal ars wa rabbil arshil azim. hakuna apasaye kuabudiwa isipokuwa allah, huyu ndiye mmoja na mkubwa. hakuna apasaye kuabudiwa isipokuwa allah aliye mungu wa mbingu na ardhi na ni mungu wa arshi azim. kwa njia iliyo latifu sana mtume saa salam alikuwa akiwasihi maswahaba kuhusu tauhidi. riwaya moja inaeleza hivi. abu amsa radhiallahu taala anhu anasimulia kwamba baba yangu alimwomba mtume saa salam akisema kwamba unionyeshe kitu ambacho ni juu ya mgongo wako, yani muhuri wa unabii, kwani mimi ni tabibu. mtume alisema kwamba tabib ni mwenyezi mungu tu, wewe ni rafik, yani unawatia wagonjwa moyo tu, na tabib ni huyu ambaye amewaumba na ndiye mwenye kuwapatia uponyo. ubada bin samit razila anasema kwamba mtume alisema, mtu aliyesema natoa ushahidi kwamba hakuna apasaye kuabudiwa isipokuwa allah, huyu ni mmoja na hana mshirika wake, na muhammad saa salam ni mja wake na mtume wake, na isa ni mja wa mungu na ni kalima yake ambaye akampatia mariamu, na ni roho kutoka kwake, na janna ni haki na jahanamu ni haki. mwenyezi mungu atamwingiza katika janna kwa kupitia milango 8 ya janna, mlango ambao ataupenda kwa ajili yake. umer bin hani ameeleza riwaya moja. ye amesadikisha riwaya hii, lakini katika riwaya hii yeye hakutaja habari ya milango 8 ya janna.
katika riwaya iliyotangulia habari ya milango minane imetajwa, lakini katika riwaya hii milango minane haikutajwa. hata ibn umar anasimulia kwamba nabii saa salam alisema msingi wa islam ni juu ya mambo matano. moja, kwamba ibada ya mungu ifanywe na mtu akatae mungu yoyote min ghairi yake, na kusimamisha swala na kutoa zaka na kuhiji baitullah na kufunga saumu za ramazan. hata yasira ambaye alikuwa miongoni mwa kina mama wa hajiri anasimulia kwamba mtume alisema kwamba nini kina mama inawalazimu kwamba mufanye tasbih, tahlil na taqdis na msighafilike, yani katika natija yake musahau tauhidi na mupige hisabu juu ya vidole, kwani bila shaka vidole siku ya kiama vitahojiwa. yani mumkumbuke mwenyezi mungu kwa kupiga hisabu juu ya vidole na mueleze umoja wa mungu na mumsabihi na mumhimidie. hivyo mtume salallahu alaihi wasallam katika kila muda kwenye kila majlis aliendelea kueleza na hakuacha nafasi isipokuwa kusihi kuhusu tauhidi ya mwenyezi mungu. kwa mujibu huo Muslim Maud katika sehemu moja anaeleza na ameeleza kwenye hutuba yake kwamba mtume salallahu alaihi wasallam alikuwa na jaziba kiasi hiki kwamba hata wapinzani wake wanakiri kwamba mtume saa salam wakati wa kuinama na kukaa, wakati wa kutembea, muda wote alikuwa anamwita mungu wake. hivyo mwanahistoria mmoja wa ufaransa anaandika kwamba hata kama watu walete shutma gani juu ya muhammad saa salam, anasema kwamba mimi naona jambo moja likipatikana katika dhati yake kwamba tangu dunia hii ipatikane jambo hilo halikuonekana kwa mtu yote mwingine min ghairi yake. hili ni jambo ambalo sikuwahi kuliona kwa mtu mwingine, nalo ni hili kwamba tangu alipotangaza kuhusu utume wake, tangu muda ule, mwanahistoria huyu anaandika kwamba tangu muda ule hadi mauti yake neno moja tu lilibaki juu ya ulimi wake, lilikuwa ni neno la allah. yani alikuwa na ujanuni kwamba kazi yake ni kumdhihirisha mwenyezi mungu katika dunia. hivyo wale ambao wanaiita kazi hii ya mtume saa salam kama jununi, kwamba muda wote alikuwa anatamka mungu mungu, wao wanakiri jambo hili kwamba kazi ya kwanza kubwa na nzito ya mtume saa salam ilikuwa ni kuifanya dunia kukubali umoja wa mwenyezi mungu. hata kama hiyo ni jununi, lakini ni kitu ambacho watu wa baadaye waliichukulia kuwa kamili na walipata imani na yakini kwamba mtu huyu hawezi kuwa mbaya ambaye mchana na usiku aendelee kumwita mungu mungu na muda wote aendelee kujishughulisha ili kusimamisha tauhidi yake. kwa kuona hali hii ya mtume saa salam tunapata kuelewa na kujua kwamba shabaha yake na shabaha ya manabii wote ya kuja katika dunia inako ndio hii kwamba wafute ushirikina na wasambaze umoja wa mungu katika dunia. hata musleh maud sehemu moja ameandika hivi kwamba tunapaswa kuzingatia hili kwamba hata kama shani ya mtume sasa iwe juu kiasi gani na hata kama sisi tuwe tunampenda kiasi gani, alikuwa ameeleza katika hutuba, shani ya mwenyezi mungu ni juu kuliko shani yake. mwenyezi mungu ni daima dawamu na muhammad sallallahu alaihi wasallam ni fazila moja katika fazila zake, na huo utakuwa ni uadui pamoja na dhati yake kwamba tumpatie darja ambayo kwa kumpatia darja hii darja ya mungu iwe inapungua. kwani mtume saa salam hata mwenyewe alikuwa hapendi, kama nilivyoeleza kwa kupitia hadisi, kwamba yeye apatiwe darja kubwa kuliko mwenyezi mungu, na kila amali yake ni hoja na dalili ya kutosha ya jambo hili, na taufiki aliyoipata kwa kufanya kazi kubwa. kazi hizi zilikuwa zenye nguvu kubwa, hiyo ilitokana na nguvu ya mwenyezi mungu tu.
yani mtu madhubuti pia hawezi kufanya kazi hii. Na alipokuwa na hali ya sakara ya mauti, yani wakati ule inakuwa shida. Hata Aisha anasema kwamba nilikuwa nafikiri kwamba mtu ambaye anapata shida wakati wa mauti anakuwa si mtu mzuri, lakini nilipomwona mtume sallallahu alaihi wasallam nikalazimika kubadilisha rai yangu. hata katika muda ule wenye shida alikuwa anajali sana daraja ya mwenyezi mungu, kwa kuwa alikuwa anajua kwamba maswahaba zangu wananipenda, waumini wangu wananipenda, yawezekana kwamba kuhusu daraja yangu watie chumwi. hivyo wakati wa shida ile alikuwa anatamka maneno haya mara kwa mara kwamba mwenyezi mungu awalaani mayahudi na manaswara ambao walifanya makaburi ya manabii kuwa miskiti. yaani somo la mwisho ambalo akawapatia kaumu yake ndiyo hili kwamba msinipatie daraja ya kishirikina, na mkifanya hivyo basi msielewe kwamba mimi nitafurahi juu ya jenu, bali roho yangu itawalaani wenye kufanya hivyo. Hata kama ni mtume saa salam kumnasibisha na daraja hii ambayo iwe sababu ya kupunguza daraja ya mungu, si sababu ya raha kwake, bali mwenye kufanya hivyo laana yake inakuwa juu yake, na laana wakati wa mauti inakuwa hatari. watu ambao hata hawakubali dini yoyote, kwa mfano wa hindu, hata wao pia wanaogopa kuhusu dua mbaya inayofanywa wakati wa mauti. wazazi wanapofariki watu wanaogopa kuhusu dua zao mbaya, lakini mtume wa mungu akitamka katika hali hile, ambaye ni kiongozi wa manabii wote, wakati wa kufa afanye dua hii. dua hii inapaswa kuwa umuhimu kiasi gani! hivyo yatupasa kujiepusha na tabia hiyo, si juu ya kaburi lake kama nimekusha sema tayari, lakini juu ya makaburi ya mapir na mafakir kazi hiyo inafanywa, na katika dua ya mtume hiyo imetajwa kuwa laana. hivyo sisi ambao ni wenye kuamini mtumishi wake mkweli, yatupasa kuzingatia kwamba sisi kwa kuelewa tauhidi ya kweli kwa ajili ya kusimamisha tauhidi ya mwenyezi mungu na kuelewa na kujua uchungu wa mtume sallallahu alaihi wasallam, tufanye juhudi kamili. mwenyezi mungu atujalie sote. hali za kivita zinaendelea kuwa tete. marekani na israel juhudi na lengo lao ni hili kwamba utawala wao upatikane katika dunia nzima na haswa katika ulimwengu wa kiislam. kama ambavyo mwenyekiti wa israel vita ilipoanza dhidi ya palestina alikuwa amesema wakati ule kwamba sasa ramani ya maeneo haya bali nchi za uarabuni itabadilishwa. hizi ni juhudi za kubadilisha ramani. laiti ulimwengu wa kiislam uelewe kwamba wanaelekea wapi na kuungana kwao ni muhimu. tumesikia kwamba pakistan inaendelea kufanya juhudi ili kuleta maelewano baina ya iran na marekani, kwa kuwa nchi za uarabuni pia zimepata madhara na hasara. hiyo pakistan inafanya juhudi, lakini juu ya juhudi yake pia katika iran baadhi ya wachambuzi wamepata zana mbaya na wameleta shutuma zidi ya pakistan kwamba katika kwenye maeneo ya mipaka ya irani, pakistan katika maeneo yao inaendelea kutoa msaada kwa wanajeshi wa marekani na inawasaidia watu ambao wapigane vita dhidi ya irani. jambo hili si sahihi. pakistan imekanusha kabisa. maadui kwa kuchukua faida ya hali hizi wanataka kuleta kiherehere na hali ya sintofahamu ili nchi za kiislamu zisiweze kusaidia nchi zingine za kiislamu. hivyo kuna haja ya kufanya maombi mengi. mungu atujalie kufanya maombi na pia atujalie taufiki ili nchi za kiislamu ziweze kuungana kwa
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر